Tutasoma maandiko Mathayo sura ya 4 mstari wa 4. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Tutasoma tena Luka 4:4. Yesu akamjibu, imeandikwa, ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Baba, asante kwa kuwa jioni ya leo upo kutufunza, kututhibitisha, kutuimarisha na kutufanya tuweze kwenda. Na kusi uwepo wako. Mhudumie kila mmoja katika viwango vya neema yako. Asante kwa kuwa uko ili kufanya maajabu. Katika jina la Yesu. Amen. Sasa somo letu linaitwa chakula. Lakini chakula tunachokwenda kujifunza ni chakula cha. Tumesoma maandiko yanasema mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Kristo. Kwa hiyo kwenye kula kuna kuishi. Mtu anapoacha kula anaanza kuto kuishi. Hapa Yesu anajaribu kutuonyesha kwamba ni kweli mnakula matembele, miogo, viazi, sambusa, bagia, kalimati, keki, sausage, mnakula. Lakini anasema mtu hataishi akiwa anakula tu katika mwili. Kwa sababu mtu sio mwili tu. Ina maana unapomwona mtu kuna zaidi ya mwili. Kwa anasema mkate ni kwa ajili ya mwili. Lakini huyu mtu hataishi akiwa anakula tu chakula cha mwili. Wewe unapojiangalia usifikiri ni mtu ambaye ni wa kimwili tu. Hapana. Ukijifunza maandiko utaanza kuona kwamba wewe ni roho. Lakini una nafsi. Alafu unaishi katika box linaitwa mwili. Sasa unapojiangalia kama mimi roho, nina nafsi, naishi katika mwili. Je, chakula ninachokula, matembele, ugali, dagaa vina nguvu katika roho yangu? Kwa sababu ninavyokula vinaishia kujenga mwili ambao ni box. Kwa Yesu anasema mtu ataishi kwa mkate tu, bali ataishi kwa kila neno litokalo katika kinywa changu. Anataka kusema nini? Kwamba kama mnavyokula kwa ajili ya mwili, mnatakiwa sasa mle kwa ajili ya roho zenu. Fungua pamoja nami Ezekiel
Ezekieli sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 3. Akaniambia, mwanadamu, kula uonacho, kula gombo hili, kisha enenda ukaseme na wana wa Israeli. Basi nikafunua kinywa changu, naye akanilisha lile gombo. Akaniambia, mwanadamu, lisha tumbo lako, ulijaze tumbo lako kwa hilo gombo nikupalo. Ndipo nikalila, nalo kinywani mwangu lilikuwa tamu kama utamu wa asali. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa Bwana anamwambia mwanadamu, sio tena ale ugali, anamwambia ale gombo. Mwambie jirani yako, kula gombo. Gombo ni chakula. Anamwambia kula gombo. Anasema alipo lila gombo likawa tamu. Huu ni ufunuo wa kimaajabu. Watu duniani tangu mtu amezaliwa anakula tu vya mwili, lakini ukiokoka tu anaanza kusema yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Anakuintroduce kwenye chakula ambacho hujawahi ukipata siku zako zote za kuishi. Ina maana kama umeokoka una miaka 40 ndio unatambulishwa kwenye chakula ambacho haujawahi kula kwa miaka 40. Lakini iko chakula ni chakula cha roho yako. Kwa sababu wewe unapookoka hauna tumbo moja. Wale walio nje wana tumbo moja. Wewe uliyookoka hauna tumbo moja. Ukiwa wa kiume una matumbo mawili. Kuna tumbo la nyama, alafu kuna tumbo la kiroho alionekani kwa macho. Tumbo la nyama kazi yake ni kula vya kimwili, lakini tumbo la kiroho kazi yake ni kula gombo. Ukiwa mwanamke una matumbo matatu: tumbo la chakula, tumbo la uzazi, lakini kuna tumbo la kiroho. Katika matumbo haya yote, tumbo mama ni tumbo la kiroho. Kwa sababu ukilisha tu tumbo nyama, Biblia inakwambia haujaanza kuishi. Anasema hautaishi kwa mkate tu, unaishi kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Kristo. Tutasoma tena, fungua pamoja nami kwenye kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 103. Mausia yako ni matamu sana kwangu, kupita asali kinywani mwangu. Ina maana Daudi alianza kula gombo. Anasema ili gombo anaita mausia. Mausia, sheria zako, kanuni zako, maelekezo yako. Aliyala. Na alipoyala akaona kuna utamu wa kimaajabu. Kuna utamu unaomfanya akumbuke kurudi na kurudi na kurudi, kwa sababu kuna utamu, kuna kionjo ambacho akipo katika vionjo alivyowahi kuvitumia. Maisha yangu ya kiroho ndio yanayobeba maisha yangu ya kimwili. Maisha yangu ya kiroho hayatiwi nguvu na maisha yangu ya kimwili ya kula katika mwili. Lakini ninapokula katika roho, natengeneza nafasi hata ya kuenjoy kula katika mwili. Mimi niliwahi kufunga siku 7. Ilikuwa ni dry fast 7 days, usiku na mchana. Yaani sio kwamba jioni unakula, ni usiku na mchana 7 days. Nilipofika siku 3 nilikuwa najiona kama bado hivi naweza. Ilipoangukia siku ya 4 ndipo nikaanza kuexperience udhaifu. Udhaifu kiwango hata kuongea. Inabidi mtu awe hapa karibu ndio atanisikia. Siku ya 5
nilikuwa nikiinuka nashika na matumbo, nashikilia nipate support. Siku ya 6 nilikuwa nashika ukuta ili nitembee. Siku ya 7 hata kuomba kwenye nilikuwa siombi. Nilikuwa niko pa siombi. Sasa kama mwili nyama ukikosa chakula 7 days unakuwa ni mdhaifu kabisa. Na watu hawajazoea kunyima mwili matakwa, kwa sababu mwili una tabia ya kudai. Unakupigia makelele. Nakwambia na vyakula vilivyoning'inizwa kila mahali. Tunapita vyakula kila mahali vimening'inizwa, vyakula vya kuchoma, vya kukaanga. Kwa hiyo tumbo linaanza kuhusiana. Hiyo ghafla umeshasimama mahali umeagiza lete hicho. Nilipokaa siku 7 bila kula, ukweli mwili ulikataa. Mwili ukawa mnyonge, mdhaifu, hauwezi. Nataka kufanya kitu, mwili hautaki. Sasa kuna kitu Roho Mungu akaanza kunifundisha. Akanambia, hali yake ya mtu ambaye hajala chakula cha kiroho siku 7 inakuaje? Yaani ujala gombo siku 7. Utakuwa tu na nguvu za kiroho. Unakuwa tu na nguvu za kiroho. Anasema hali hii unaiona katika mwili ndio hali inayokuwa inaendelea kama mtu anaanza kutokula cha kiroho. Ndio ukisikia mtu akikugusa hivi, kwa sababu ujala, mtu akikugusa unachacharika. Hujasalimiwa unasumbuka. Ishu ujala, ndani ni mdhaifu. Ndani umepwaya. Kwa hiyo kila kitu kinakusumbua. Ili uweze kula chakula cha kiroho, yaani kula gombo, yawe ni maisha yako. Hakuna wakati una skip siku 7. Hakuna wakati una skip siku 3. Hakuna wakati una skip mwezi. Hakuna wakati unaacha. Nini unatakiwa uwe nacho? Nini kinatakiwa kiwe ndani yako? Ili uendelee tu kula chakula cha kiroho. Cha kwanza, njaa au kiu ya neno. Isaya 55:1-3. Haya, kila aonaye kiu njoni majini, naye asiye na fedha njoni nunueni mle. Naam, njoni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula, na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha? Nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Tegeni masikio yenu na kunijia, sikieni nafsi zenu zitaishi. Naam, nitafanya nanyi agano la milele. Naam, rehema za Daudi zilizo imara. Amina. So hapa kuna mwaliko. Lakini huu mwaliko si wa kila mtu. Mwaliko wa kula au kunywa ni wa mwenye njaa. Kila mwenye kiu, kila mwenye njaa bila fedha. Njoo ule. Bwana ndo anasema. Kwa hiyo ni kula ni matakwa ya Bwana. Lakini ni matakwa ya Bwana kwa ajili ya wenye njaa. Wakati una njaa ya kiroho. Mimi nakwambia wakati una njaa ya kiroho. Unatoka Mbagala, uko kwenye daladala, mpaka ufike hapa. Nakwambia utakuwa hauwezi ukakubali. Unashangaa tu maduka unashangaa tu kapita yule sijui nini. Yaani ushangai. Yaani wewe umo kwenye daladala. Watu wote hawaelewi
wanajua unasoma, kumbe unakula. Yaani ile njaa haikupi nafasi ya muda kupita, hauangalii mazingira, unakula. Umewahi badani utafuti ngoja nikasogoe, sijui ngoja niende kule nje nikasogoe, no. Yaani unajiweka pale pembeni au unakaa kule juu, mwenyewe upo unaperuzi Mathayo, unapita, unakwenda, unaingia na unaenjoy vitu vitamu mpaka unahisi muda haukutoshi. Umejijengea hali ya njaa inayokupelekea kula chakula. Oh God, Bible inasema Mungu andaa meza wanaandaa meza hata machoni pa adui zetu. Kwa haijalishi mazingira yakoje, unaweza ukala mahali ambapo hakuna mtu ataamini kama utakula. Naongea sasa, huyu mdada ana njaa. Amina. Hii ni njaa ya kimwili. Kwa sababu ana njaa, hata mbele yenu atakula. Hebu anza kula. Haleluya. Anza kula. Siangalie mtu, kwa sababu njaa ni njaa. Uangalie mazingira. Kuna wakati Kenya ilitokea machafuko. Sasa ilipotokea machafuko, watu wakajikuta wametekwa. Nataka nikwambie, wakakosa chakula. Kuna watu walikunywa mkojo, kuna watu walikula mafuta, kuna watu walikula mende, kwa sababu njaa inaondoa mpaka wa mazingira na hali. Inapokuwepo njaa, kula lazima ule. Yohana 7:38 mpaka 39. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2. Tutasoma hii. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2. Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Huyu mtoto mdogo mchanga, ukimwangalia ameenda lini kozi ya kula? Alikaa kwenye darasa kama hili, akaambiwa ili uweze kula vya kiroho, ili uweze kula nyonyo la mama yako, unahitaji kwanza kuwa na njaa. Ni natural. Ni natural ndoka ndani yake. Kwa mama yake sijui ana shughuli, sijui anafanya nini, sijui ajisikii, lakini lazima atokee mbele ya huyu mtoto mchanga kabisa, kwa sababu huyu mtoto akiwa na njaa, vurugu yake inatosha. Atawasumbua heka nyumba nzima. Lazima ahudumiwe njaa yake, kwa sababu njaa inavuta mlo. Nataka nikwambie, tangu tumezaliwa mara ya pili, tumeanza kuzoezwa kwamba inakupasa kuwa na njaa ya neno, ili uweze kuukulia wokovu kwa kupata malisho sahihi. Kwa tunavyoendelea, Bwana Yesu asifiwe. Tunavyoendelea, umeanza kuvuka uchanga, sasa unaingia level ya ujana, unaenda level ya ubaba. Utakiwi kukauka kwenye njaa. Kama njaa imekuvusha kutoka utoto uchanga, njaa hii pia itatembea na wewe kwenye ujana wa kiroho, itakuingiza kwenye uzee wa kiroho. Ndio utakuta Bible yako unaikumbuka siku ya ibada, kwa sababu una njaa. Kuna mtu mmoja alitoa nani yake. Kulikuwa na mtu alikuja kuwatembelea. Alipokuja kuwatembelea nyumbani kwao, akaamua kuwapa zawadi. Akawapa zawadi ya kiwanja, walikuwa wameoana. Akawapa zawadi ya mbuzi, lakini mwishowe akaamua kuwapa zawadi ya cheki, open check.
Hiyo open check ilikuwa ni ya milioni 25. So akaichukua ile open check, kulikuwa na Bible pale mezani. Akaichukua ile open check, akaiweka mle kama surprise. Kwamba hawa wakati wanachambua neno kila siku, wanakula neno kila siku, watakutana na hii cheki. Kumbe tangu siku ile amekuja pale, hawajawahi kufungua hata sura moja ya Bible. Jamani, tunapozungumzia kula ni kila siku. Kama unavyoona mwili wa mwanadamu unatengeneza njaa kila siku, hivyo mtu wa rohoni kula ni kila siku. Ukiona njaa yako inapotea ya mambo ya kiungu, inabidi uite. Ita kwenye maombi. Roho wa Mungu, ninakusii Bwana. Ifunue ile njaa. Njaa niliyokuwa nayo imepotea. Kwa sababu dalili kwamba umevamiwa, njaa huanza kupotea. Unahitaji kuwa na njaa bila utaratibu kwa habari ya mambo ya rohoni. Kwa sababu anasema neno la Kristo na likae kwa wingi, sio kwa uchache. Sasa kibinadamu ni kila saa 2 wananitarajia nitatokea tena kula saa 7. Kiswahili ni kila saa 7 wananitarajia tena kuniona nimetokea saa 4 usiku. Njaa yake ieleweki. Inadumu, haina muda, haina saa, haina dakika. Unasikia tu njaa. Kwa kila mara unatafuta muda wa kuwa na kitu cha kuingiza ndani yako. Sikiliza, unaweza kuwa umekuja hapa, lakini kama una njaa hata kusikia usikii. Kwa sababu ukijihudhurisha hapa umekuja kula, lakini wanaokula ni wenye njaa. Kama una njaa hata hauli, vinakupita tu, vinakupita. Kitu cha pili kitakachoweza kufanya ule neno ni kupenda. Si unaona wamemaliza, haleluya. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe faster kama hivi. Yaani wakati wowote, popote. Unaweza tu kama umesimama mahali kwenye kituo cha basi, unao simu yako, kuna vitu aidha unavisikiliza. Kuna vitu aidha unavisoma. Kuna vitu aidha unavitafakari. Yaani kuna agenda ya kiroho inaendelea na wewe kwa sababu ya nguvu ya njaa. Mungu akubariki binti yangu. Neema iwe juu yako. Ukawe na njaa hivyo katika roho. Sikiliza. Tutasoma kidogo maandiko. Zaburi 1 mstari wa 2. Sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Hapa Daudi ana kitu anakitambulisha. Anasema sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Jamani, mtu ukipenda kitu uko tayari kuingia gharama yoyote. Uko tayari kutokueleweka. Uko tayari iwe vyovyote popote. Nimependa. Asa huyu jamaa alipenda kitu sahihi. Na alipopenda hilo neno la Mungu akawa na muda nalo. Kile tunachokipenda tuna uwezo wa kukichukua chote. Haleluya. Kwa mfano ukianza kusoma kitabu kinaitwa Kumbukumbu la Torati, Deuteronomy, unaanza kusoma. Nataka nikwambie, ukianza peji ya kwanza, yaani kwa sababu unapenda, unaanza kujikuta hata uelewi umefikaje peji ya 6, umepikaje stage ya 7, alafu ukienda kulala vinagoma, vinakataa. Inabidi tena uanzie peji ya 11 uendelee. Alafu ukienda kulala umelala saa 7, saa 11 umeamka, unasikia tena uendelee. Umependa.
Muulize jirani yako, unamjua mtu anayependa mpira wewe? Umewahi kumuona? Mtu anayependa mpira anahakikisha hakuna kitu ajui kuhusu mpira. Hapitwi na mpira, hapitwi, yuko tayari. Unajua usingizi unapaa. Usingizi unapaa. Mimi sizungumzi mtu tu ukishika Bible, yani ukishika Bible ndo unalala. Sizungumzi huyo. Mtu unayependa ukishika Bible usingizi unakimbia. Na hiyo neema iwe juu yako katika jina la Yesu. Kwa nini wanaopenda mpira hawasinzii mbele ya mpira? Utawakuta wapo tu. Nani anacheza? Liverpool. Nani anacheza? Yuko pale. Yaani apitu. Yaani yeye Tanzania ndio yuko mle kwenye. Hapo mwanangu inazungumzia saa 7, inaenda saa 8. Yeye kwa kama mchana. Afu ajali kwamba kesho itakuwaje ajali. Yeye anachokipenda anapatikana. Hataenda kwenye njia wasio haki, hatakaa barazani kwa wakosaji, hatatembea na wale watu wa mbea. Anajua mahali pa muda wake kuishia. Anajua muda wangu mimi unaishia wapi, muda wangu mimi unapotelea wapi. Hivi kweli wewe unasoma neno muda unapotea? Muda upoteaje? Kuna vitu vinapoteza muda. Kama mtu kwenye mpira muda wake unapotea. Lakini mimi ambaye nachukua neno langu, nachukua muda wangu kuliingiza neno, muda wangu mimi haupotei, nimeuwekeza. I assure you. Huyu jamaa akapenda, akapenda neno, akajaa neno. Ndio maana hajawahi kushindwa vita. Amemkimbia mwanae. Mwanae kaseti vita ili kumwangamiza baba yake. Asingekuwa mkono wa Bwana, ule ushauri wa Ahithofeli, kama Mungu asingeugeuza, Daudi ndio alikuwa anakufa. Lakini Bwana, vipenzi vya Mungu hulindwa. Sometimes wewe kuna watu waguse, hao wapenda mpira nani waguse, lakini mtu anayependa neno na kuambia ukimgusa unaweza ukaumia. Nakupa tu taarifa na habari. Kuna watu hawaguswi. Kwa sababu kuna watu ukimgusa ni kama umemgusa Mungu. Ni kama umemgusa Mungu. Yaani Mungu anakwenda mbele yake. Anainua mkono wake. Sasa anaongea vita. Sasa Yoabu jemedari wake ameingia vitani ili kumtafuta Absalom. Na Absalom anatakiwa auawe ili nchi iwe katika utulivu. Daudi anapowaachilia waende, anasema kijana awe salama. Kijana awe salama. Lakini huku anajua mwanae anataka kumuua, lakini huku ana moyo umejaa neno kiwango ambacho ndani yake hana ovu hata kwa yule anayemfanyia mabaya kiwango cha kumuua. My Lord. Sasa walipoenda, Absalom hakupigwa na mwanadamu. Alikuwa juu ya nyumbu. Yeye kwenye vita aliona na nyumbu. Wakati ana hasira ya kuangamiza Israeli na kumwangamiza baba yake, angalia mazingira, akaingia kwenye kichaka, akazongwa na miti. Nyumbu akapaa huku, afu yeye akabakia ndani ya mti. Mti ukamkaba. Kwa mti ukamkaba kiwango cha kumuua, lakini alikuwa hajaishia. Ndio kuna mtu akaja kummalizia. Sikiliza. Habari zinaenda kwa Daudi kwamba Absalom amekufa.
Daudi analia, mwanangu 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 mwana. Nikasema huu moyo gani? Lakini mbingu inasema, umemwona Daudi, mtu aupendezaye moyo wangu, atakayeyafanya mapenzi yangu yote. Yaani Mungu kwa Kiingereza anaongea vizuri, is a man after God's own heart. Ni mtu ambaye yani anaufuata ule moyo wa Mungu ili awe kama ulivyo moyo wa Mungu. Jehova, naiona neema ya kuwa na neno katika jina la Yesu. Mimi nakwambia hautajua lini umejaa neno, lakini kadri unavyopenda utajikuta unafurika neno kiwango cha kuishi maisha yoyote. Na mtu akikuona anamuona Mungu anaishi. Mazingira akikuona na kuogopa, mashetani kujilia na kata tamaa. Nataka mishale ikija juu yako inazimika yenyewe kwa sababu ya nguvu ya neno linalokaa ndani yako. Unapokuwa na hali ya kupenda, unajikuta unakula tu, unakula neno. My Lord, pigie Bwana makofi na sifa.